tumemaliza kuizungumza ni eda ya talaka. Kuna na eda ya kufiwa. Tabaan darasa yetu lilikuwa lahusiana na talaka na eda ya talaka, lakini kwa kuwa na hii ni eda vile vile, japokuwa ni ya kufiwa, tukaona tuiunganishe vile vile na masala haya. Mwanamke ambaye mumewe amefariki dunia vile vile ana wajibu wa kukaa eda, ambayo kimsingi ni miezi 4 na siku 10. Kabla ya Uislamu, jamii mbalimbali zilikuwa zina ada zao, zina mila zao na desturi zao pale mwanamke anapofiwa. Uislamu umezifuta ada zote zile na ukaweka ada hii ya eda kwa utaratibu ambao tutaueleza. Kwa mfano, mwenye Tafsirul Amthal asema kwamba katika zama za jahiliya Waarabu, mwanamke alikuwa akikaa eda ya kufiwa mwaka mzima, na kuna baadhi ya tamaduni na mila na desturi, mwanamke anayefiwa na mumewe alikuwa akichoma moto akiwa hai, na katika baadhi ya tamaduni alikuwa akiishi karibu na khema, anahama nyumbani kwake, anakaa kwenye khema kando ya kaburi la mume. Maisha yake yote anaishi kwenye khema, haogi, habadilishi nguo, hachani nywele, hana maisha yoyote, anaishi pale mpaka Mungu atakapomchukua. Uislamu ulipokuja ukaonyesha kwamba mwanamke anayefiwa na mumewe ni mwanamke wa kawaida, ni binadamu wa kawaida. Taban amefiwa na mume ni jambo zito, lakini kufiwa hakumtoi katika ubinadamu, anabakia katika ubinadamu wake. Anatakiwa aishi, aoge, asikae katika khema, asikae katika hali ya uchafu kwa sababu eti amefiwa na mumewe, na badala yake ukaweka utaratibu wa eda ambayo ni miezi 4 na siku 10. Na mwanamke aliyefiwa ni tofauti na kwenye eda ya talaka. Katika eda ya talaka kuna wanawake wanafanywa istithna, wanakuwa exempted na eda. Mfano, binti mdogo asghira ambaye aliolewa hali ya kuwa ni mdogo, hana eda akiachwa, au binti ambaye mwanamke ambaye ameolewa na hajaingiliwa na mumewe, huyu hana eda. Lakini